kuhusu pesa na utajiri. Kama una imani nyepesi, utachukia. Utajiri ni kitu kizuri. Ukitoa pumzi, kila kitu kingine kitataka pesa. Na pumzi unauziwa. Kwa hiyo pesa ni muhimu. Ongea na kocha jinsi ya kutumia pesa kununua furaha. Karibu rafiki yangu mpendwa, kipindi chako pendwa cha Ongea na Kocha. Ugame rafiki yako kocha Dr. Makita Amani, daktari, kocha, mwandishi na mkufunzi. Na kwenye vipindi hivi nakuwa na furaha sana kuongea na wewe rafiki yangu kwenye maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza likiwa ni mafanikio, yani kujenga tabia na nidhamu sahihi ya mafanikio. Eneo la pili likiwa ni kuhusu fedha, yani kujenga utajiri na uhuru wa kifedha. Na eneo la tatu likiwa ni kuhusu biashara, yani kujenga biashara inayojiendesha bila kutegemea wewe moja kwa moja. Rafiki, leo nataka tuzungumze kitu kimoja sana kuhusu pesa na utajiri. Na kama una imani nyepesi au imani ya kushikiziwa, utachukia na mimi nitafurahi. Kwa sababu mimi bwana nauchukia sana umaskini. Yaani nauchukia mno. Sitaki hata kusikia hata unafananaje. Na naupenda sana utajiri. Naupenda mno sana utajiri. Yaani nauzimia, naupenda, sawa? Na kama uliambiwa huko kwenu na kwenye familia yenu usipende utajiri ni vibaya, na ukaambiwa kwenye dini yenu huko usipende utajiri ni vibaya, na ukaambiwa huko, umedanganywa. Na kaa hapo nisikilize, maana yake tunaenda kuweka mambo tuyanyoshe akae sawa. Sawa? Kwa hiyo kabla sijaenda kwenye mada nilokutambulisha hapo, nataka tusafishe njia kwanza, kwamba utajiri ni kitu kizuri sana. Sema, rudia na mimi, utajiri ni kitu kizuri sana. Kwa sababu ndio namna pekee unaweza kuendesha maisha yako vizuri kama una pesa. Nasemaga mara zote, ukitoa pumzi ambao unapumua bure, kila kitu kingine kitataka pesa. Sawa? Kila kitu, yani hata hiyo pumzi yenyewe bure, ukiumwa ukapata changamoto ya upumuaji, yenyewe unauziwa. Hata pumzi unauziwa, na inauzwa gali. Kama wewe upata mgonjwa akakaa ICU akawekewa mpira wa kupumua, utajua bili yake si kitoto. Kwa hiyo pesa ni muhimu. Pesa unahitaji. Utajiri ni mzuri. Sawa sawa. Utajiri una raha. Sawa. Na hata kwenye dini tunajua makanisa yanajengwa. Kwa Wakristo, Waislamu misikiti inajengwa, inabidi kutoa sadaka, kuwasaidia wenye uhitaji. Hautaenda kujenga msikiti, kanisa, hautaenda kutoa sadaka na mahitaji kwa imani peke yake, kwamba mimi naamini sana Mungu basi imani yangu ndio nakupa wewe. Mwisho siku nataka hela yako tupate mahitaji. Kwa hiyo pesa ni muhimu. Sasa baada ya kusafisha hiyo njia, na kama bado uko hapa, sasa nataka nikuonyeshe, nivunje moja ya imani potofu kuhusu pesa, kwamba pesa haiwezi kununua utajiri. Watu wanasemaga hivyo, si ndio? Tajiri na mali zake, maskini si na wanawe, si ndio? Si vitu yote ni ujinga. Sawa? Mimi nakwambia, kuamini kwamba pesa haiwezi kununua furaha ni ujinga. Na utanisamehe kwenye hilo, kwa sababu ninamaanisha, yani hiyo swala la pesa mimi ninamaanisha, sinaga masiara, sinaga utani. Naweka mambo yamenyoka kama alivyonyoka, na sitaki masiara hilo jambo. Kwa hiyo nataka tuvunje kauli leo. Kama uko unaamini kwamba ujue pesa haiwezi kununua furaha, kwa bora tu nibaki maskini na furaha. Hakuna ufahari wowote kwenye umaskini. Hakuna kwamba utakuwa na hakuna, ni kujidanganya. Ni sizitaki mbichi hizo. Unajua sungura sungura aliona ndizi ndizi nzuri sana hizi. Ngoja nikazijipatie. Karuka hajafikia. Karuka tena hajafikia. Baadaye akasemaje,
wala sizitaki zenyewe mbichi. Ndivyo watu waliokosa pesa watakavyosema kama pesa hawezi kununua furaha. Sasa nataka kuonyesha. Sababu sikwambii maneno. Na kuonyesha kwa hakika ni kwa namna gani unaweza kutumia pesa ulizo nazo ili uweze kununua utajiri. Kwa sababu wao unasema wanaosema pesa haiwezi kununua utajiri, mara nyingi hawajui pa kununua, hawalijui duka. Sawa? Na wengi wanasemaga hiki kitu bwana, si pesa ndio utajiri. Ukiangalia sana, wanaga hela. Ndio akwambia bwana, hata hivyo pesa ndio utajiri. Mnipe laki hapo. Naanza kubabaika, ujue si bro. Pesa ndio utajiri. Sawa? Inanuaje sasa? Hiki ndio nataka ukielewe hapa na utoke hapa na mkakati ambao unaenda kufanyia kazi sasa uweze kununua furaha. Utumie pesa kununua furaha. Sasa jambo la kwanza ni kuelewa kwamba furaha sio kupata kila unachotaka. Sawa? Naomba uelewe, andika bali. Furaha sio kupata kila kiuhalisia. Ukipata kila unachotaka, unakosa furaha. Unakuwa miserable. Wanasemaga Mungu akitaka kukuadhibu anakupa kile unachokitaka. Unajua unatamani nipate kitu fulani, nikipata kitu fulani basi maisha yangu itakuwa safi. Kipate sasa, unachoka tu. Labda ambacho unasoma unasema mimi yani naamka asubuhi kiasi kwa shule, siku mimi nikimaliza shule yani nitafurahi, nitalala ninavyotaka. Maliza shule siku 2-3 unaanza kuona sasa hivi hata ningekuwa hata niko shule, sio? Au mtu anamdai sasa, jamaa namdai agripa hela zangu hadi mimi unapewa hela. Yani ukipata kila unachokitaka hauwezi kwa nafasi. Mimi nikuhakikishie jambo. Kwa hiyo usichanganye kwamba kwa sababu una pesa na pesa ambayo unachokitaka basi utakuwa na furaha. Hapana. Furaha sio kupata kila unachokitaka. Hiyo ndio kana hata isipokuwa ni swala la fedha. Hata useme unataka mwenza kwa mfano. Mimi nataka mwenza, nataka mume sio mke awe mrefu, awe mweupe, sio na hiki, awe na hiki. Ukimpata yule kama alivyo, yani utakuwa bored to hell. Yaani ukakishia hautafurahia. Furaha maisha ipo kwenye imperfections, hizo ambavyo havijakamilika. Kwa sababu ulikuwa unajua yani unaona kuna namna ya kuboresha. Kwa hiyo unapokuwa unatafuta pesa, unapotaka kupata pesa zaidi, usitumie kigezo kupata pesa kama ndio furaha yenyewe. Tumia pesa kama kipimo cha wewe kufanya mambo mengine, sawa? Cha wewe kuboresha, kwa sababu ukishapata pesa kwa mfano unaanza kulala kitanda kimoja tu kwa wakati mmoja, si ndio? Hata ukiona vyumba 6 vya kulala, utalala kwenye chumba kimoja, unaweza mkono lala chumba hichi, mguu chumba kile, utalala kwenye chumba kimoja tu. Si ndio? Una magari 5, utalisha gari moja tu kwa wakati. Si ndio? Yaani hivi vitu sasa ukitegemea vitu viko furaha, haviwezi kukupa furaha. Sababu gani? Ukipata unachotaka hauwezi kuwa na furaha. Kwa hiyo maana yake furaha itakuja pale ambako kuna vitu ambavyo bado hujavipata, unavipambania. Na ndio maana wewe unafanya kama pesa ni kama matokeo ya wewe kupambania ndoto zako kubwa, kujenga biashara kubwa, kujenga utajiri utadumu vizazi na vizazi. Sio, unaelewa? Kuhudumia watu wengi zaidi. Yaani sio kama hii pesa unayoangalia. Hii pesa ni matokeo ya wewe kupambania jambo lingine ambalo huwezi kulikamilisha. Huwezi kulitimiza kwa katika uhai wako. Hapo kwa sababu ukiwa unapiga hatua unaona raha. Unajua ni sawa game. Fikiria unacheza mchezo, game yote alafu ikawa rahisi. Unafunga tu. Utajisikia raha kuendelea? Unajua hata mchezo hizo game za nyoka, si game wana kimgea unakula. Ikiwa rahisi sana unakuwa hii nashinda tu. Inabidi kuwa na ugumu fulani kana kukusukuma ndio uendelee mchezo wote ule. Na vizuri rafiki yangu hapo. Lazima uelewe sababu hii watu wengi hawaelewagi. Lazima kuona hatua ambazo unapanda ili iwe na maana. Fikiria umekaa unaenda kuangalia movie kali ya star kali, alafu unafika pale. Yaani dakika moja tu movie imeanza, Sterling yule kaenda kamua adui. Adui kafa. Nimeshinda. Utafurahia movie. Sio tunataka, mwisho siku nataka kwamba adui yani yule Sterling ashinde, si ndio? Lakini itanoga wapi? Itanoga pale ambako sasa anateswa, amekamatwa, ametekwa, sio anataka kuuawa, yani mateso yale ndio unayofurahia.
Unataka uone ilikuwaje, alimpiga kweli, alipona kweli, alifanyaje kweli, sio? Na maisha yako hivyo hivyo. Usitegemee kwamba ukipata unachotaka ndio maisha yako yatakuwa yamenyoka na maisha yako yatakuwa yamekaa sawa. Hapana. Inabidi kila wakati una jambo ambalo unalipambania, ndio sasa utaweza kutumia pesa unaipata kupata furaha. Sawa? Hilo jambo la msingi la kwanza, kwamba furaha sio kupata kila unachokitaka. Jambo la pili la msingi sana ni bwana, ukikimbiza furaha utakuja kuikamata. Furaha ni kama kipepeo. Ukienda kwenye bustani nzuri tu, unaona kipepeo, kipepeo mzuri yule, ngoja nikamkamate. Ukimsogelea anaruka. Unasema ameenda pale, unamfuata, anaruka, unamfuata, anaruka, unamfuata. Sio, unaelewa? Kila unamfuata kipepeo anaruka, anaenda mbali zaidi. Unajikuta umeshafika hata msituni, umepotea njia kwa sababu unamkimbiza nani? Kipepeo. Lakini kumbe ungesimama na ua lako zuri, ukatulia, kipepeo mwenyewe angekuja anatua pale, unamwangalia kipepeo ametua hapa, basi unafurahi. Ndivyo furaha ilivyo. Haipaswi kukimbizwa, inapaswa kuvutiwa. Kila unapoikimbiza furaha, kwa mfano tuseme unatembea kwa miguu, una usafiri wowote, unasema nikipata baiskeli, wala mimi nitafurahi sana, nitakuwa tena sitembei kwenye miguu, nitawai haraka, nitakimbia haraka. Unaipata baiskeli, utafurahi sasa mwanzo sana, unafurahi baiskeli sasa hivi sitembei tena. Lakini baadaye ukiangalia, mbona nachoka sana, inabidi nichochee kwenye kilima, inabidi nishuke nikokote. Mimi ningepata pikipiki. Yaani pikipiki, mimi ni chuma tu. Huyo anazangu yani sihangaiki tena kuumiza mwili wangu. Unapata unaipata pikipiki. Unafurahi mwanzo sasa hivi nafanya vizuri naenda. Lakini imefika mvua ikinyesha inakugonga yote. Jua likiwaka lote. Sasa jamani, ajali yani unakosa ajali, yani wendo gari, wendo mwili, wendo kake. Sasa yani ningepata gari mimi, nipata gari nitafurahi sana. Unaisha furaha hapo. Ulianzia nayo nyuma, sasa unaahirisha, sema baba sina furaha mpaka nipate gari. Unapambana unapata gari kao kadogo kazuri. Kanaenda. Unaanza kuangalia. Unafurahi kweli, nimepata gari sasa hivi, sina tena hatari, lakini tukajali jamaa na migari mikubwa, migari ya kifahari. Sema yani mimi nikipata gari ya kifahari kama hii, tafurahi kweli. Airisha furaha tena, unaenda kwenye utapata gari ya kifahari, utaanza na private jet. Sasa nikipata private jet, unaweza kuwa na yacht, na meli la baharini huko. Kwa hiyo point ni nini? Point ni kwamba kila unaposema ukipata kitu fulani utakuwa na furaha, ukipata hicho kitu hutakuwa na furaha. Sawa? Nikwambie jambo. Kila unaposema kwamba nikipata kitu fulani nitakuwa na furaha, unasema nikisoma nikimaliza sekondari nitakuwa na furaha, utaenda chuo utakuwa na furaha. Sio nikipata kazi nitakuwa na furaha, nikipata biashara nitakuwa na furaha, nikiwa nitakuwa na furaha, nikiwa natoka nitakuwa na furaha. Hautakuja kuwa na furaha kama unaikimbiza furaha. Badala yake sasa furaha inavutiwa. Na utaniuliza, unavutiaje furaha? Vizuri sana. Kwa wewe kuwa furahia pale ulipo sasa. Kama unatembea kwa miguu, tembea kwa madaha ukifurahi kwamba nipo kwenye mwendo. Sawa? Sasa utakapokuwa na furaha, vikija vingine havibadilishi hali yako ya furaha. Ukipata bidii sema yes, sasa hivi naweza nikawahi zaidi, lakini nina furaha tayari. Ukipata gari utasema safi, sasa hizi nina usalama zaidi, lakini nina furaha tayari. Sawa? Huyo usije kukubali kuahirisha furaha yako mpaka upate kitu fulani. Usikubali. Wewe kuwa na furaha kwanza, alafu vitu vinavyokuja sasa unavitumia. Ukipata pesa unaitumia, si una furaha tayari. Lakini ukisema usubiri upate pesa ndio una furaha, utapata pesa, utakuwa na furaha kidogo, utaipoteza ile pesa, utakuwa una furaha tena. Sawa? Si unaelewa vizuri mpaka hapa? Unaona kwa nini nakwambia inabidi uelewe mambo kwa msingi. Ianze furaha kwanza,
ili unapopiga hatua sasa iweze kukusaidia wewe, kwa sababu tayari una furaha. Hautegemei matokeo yote ndio ufurahie. Matokeo uko nayo tayari unayafurahia, na ndicho ambacho umekuwa unakitaka wakati wote. Jambo la 3 ndio hilo, kwamba usikubali kusogeza furaha kwenda mbele. Sawa? Ndio muhimu sana. Jambo la 2. Jambo la 3, tambua kwamba pesa inazidisha kile kilicho ndani yako. Sawa? Jambo la 2 kwamba ukikimbiza furaha inakimbia. Sawa? Jambo la kwanza, furaha sio mwisho, si ndio? Yaani kabisa kwamba furaha sio kupata unachokitaka. Jambo la 2, kama nilivyokueleza kwamba usikimbize furaha. Jambo la 3, pesa inazidisha kile ambacho kipo ndani yako. Rafiki, mwe kuona mtu fulani, labda kuna mtu ambaye alikuwa rafiki yako, ndugu yako wa karibu, alafu mkamshika, yani mko vizuri, akapata pesa alafu akabadilika. Sasa jamaa tokea apate pesa ibadilika sana yani. Jamaa tokea apate pesa amekuwa na roho mbaya kweli yani. Jamaa tokea apate pesa amekuwa ajali yani. Pesa haijawahi kumbadili mtu. Pesa inafunua kile ambacho iko ndani ya mtu. Nielewa rafiki. Pesa kama paka tu. Paka sio mchawi, paka anatumwa tu. Pesa haijawahi kubadilisha mtu. Pesa inakuonyesha. Unajua mtu akiwa na roho mbaya afa kawa na pesa, roho mbaya yake ziko na shida kwa sababu roho mbaya yake inamtesa yeye mwenyewe. Sawa? Aishakuwa na pesa sasa, ana nguvu ya kutumia roho mbaya kwa watu wengine. Sio, umeelewa? Mtu ambaye hajali akiwa ana pesa itabidi ajipendekeze tu, yani aonekane. Aishakuwa na pesa, anaonyesha makucha yake. Umeelewa? Yaani pesa yenyewe kubadilisha mtu. Pesa haiwezi kutabia yote kama mtu. Inampa mtu uhuru sasa kwamba aache kuigiza. Alikuwa ananipenda kweli, kama alipata pesa tu ameacha kunipenda. Hakuna. Yaani huyu alikuwa hakupendi. Sema tu shida. Shida ndio ilikuwa inamfanya ajipendekeze kwamba anakupenda. Sasa amepata pesa, imedhihirisha. Sasa maana yake nini? Maana yake nataka ujue ni kwamba usitegemee kama hauna furaha. Ukipata pesa utakuwa na furaha. Usitegemee. Kwa sababu kama huna furaha, ukipata pesa utazidi kutokuwa na furaha. Na ukianza na furaha na ukawa na pesa, utakuwa na furaha zaidi. Ndio maana nakwambia tumia pesa kununua furaha. Kwa sababu anza na furaha, alafu pambana upate pesa. Ukizipata utakuwa na furaha zaidi. Umenunua furaha. Lakini kama hauna furaha, kama maisha yako yanaona mimi nazina kisirani, mimi na bahati mbaya, mimi si mtu ananijali, watu wanipende tena nini, ngoja nipate pesa ili wanipende. Utapata pesa na hawatakupenda vile vile. Kwa sababu unategemea kitu tu kwa watu kuja kwako wewe. Huyo kabla hujapambana sana na pesa, hebu pambana na hiyo furaha rafiki yangu. Hebu anza na furaha ndani yako. Hebu anza kujikubali, kujiamini wewe mwenyewe. Hebu tambua uimara wako. Hebu tambua nini ambacho unacho, ambacho unaweza kukitumia, alafu ukafurahia maisha. Sasa pesa zikija ni matunda, ni matokeo. Zitumie. Ukitegemea kwamba nipate pesa ndio na furaha, ushafeli. Yaani kama ulikuwa na mpango wako, mimi nakwambia umeshafeli kabla hata hujaanza. Ni vyema ukae chini kwanza, jitambue mwenyewe kwanza, una uimara sehemu gani, ni vitu gani unavipenda, unaweza kuvifanya, alafu fanya hivyo. Pambania hivyo. Na matokeo yatakapokuja sasa yatakupa wewe furaha. Utakapopata pesa itazidisha furaha ambayo tayari iko ndani yako. Pesa inakuwa kama ni chombo, kama zana ambayo utaitumia wewe kujaza kile ambacho kiko ndani yako. Unapenda kusaidia watu, utawasaidia watu wengi zaidi ukiwa na pesa, si ndio? Unapenda biashara yako itazidisha zaidi ukiwa na pesa. Kwa hiyo usigeuze hiyo picha kwamba nipate pesa ndio na furaha. Anza na furaha, alafu utapata pesa, alafu utakuwa na furaha zaidi. Sawa? Muhimu sana hilo, kwamba pesa inazidisha kilichoko ndani yako. Jambo la 4 rafiki, sawa,
tukubaliane na wewe. Tukubaliane na tusema tu kwamba pesa hainunui furaha, si ndio? Tuseme baba tunakubali. Sasa kwa nini uhadithiwe? Si ujione mwenyewe. Zipate basi, zipate hizo pesa wale kwamba ni kweli basi, hebu nijione kwa Tomaso hapo. Mimi nashindwa kuelewa. Watu kama Tomaso mambo mengi kwenye pesa wanakubali tu kirahisi. Ndio kwambia unajua mimi, ani pesa ina furaha kabisa. Na unabeba kama kasuku. Pesa sawa. Tuseme pesa ina furaha. Basi ngoja nijionee mwenyewe. Wacha nijionee kwa macho yangu mwenyewe. Sitaki kuhadithiwa. Hii nakwambia ndo uondoke nayo wewe hivyo. Kwamba watakapokuambia watu wakupenda ushauri, unaona huyu mwenzako sio alifua hivi na hivi, baada kupata pesa mambo yakaribika. Huyu alipata pesa ndio yake kavunjika. Huyu alipata pesa imani yake sio kufanya nini. Utasikia maneno mengi. Wewe bwana jionee mwenyewe. Pata hiyo pesa alafu uone kama kweli haitaleta furaha kwako. Sawa? Usichukue maneno ya kuambiwa. Jione kwa akili yako wewe mwenyewe kwa kupata hiyo pesa alafu uone kama haitakupa utajiri. Haitakupa furaha. Na kama utazingatia mambo tumejifunza hapa kwamba 1, uwe na furaha hata kabla hujapata pesa. 2, usichukulie furaha kama mwisho, yani kama ndo matokeo upate unachokitaka. 3, usikimbize furaha. Yani wewe una mchakato wako na biashara yako na kazi yako unaifanya. Alafu unataka upate pesa kupitia hicho. Kuna shida gani kwa mfano? Una dawa ambayo inawatibu watu na wanauzia watu na wakanunua kupata pesa. Kuna shida gani hapo kwa mfano? Una utaalamu ambao unao, ambao unahitajika, ukautoa ukalipwa hela. Kuna shida gani hapo kwa mfano? Kwa nini uanze kusumbua hivi? Si furaha, si pesa. Yaani kivipi? Hivi inahusianaje yani? Sasa ninakwambia unajua mkono hauwezi kuleta kununua furaha. Kwa hiyo kwani mkono kazi yake ni kununua furaha? Mkono kazi yake ni kufanya kazi, si ndio? Ndivyo pia ilivyo kwenye pesa. Pesa zina matumizi ya kipesa. Furaha ina matokeo ya kimaisha. Usichanganye vitu hivi viwili, sawa? Kujione wewe mwenyewe kweli kama pesa haiwezi kununua furaha. Jione mwenyewe kweli kama furaha ni kitu ambacho hakiwezi kufikiwa. Usikubali kuambiwa, usisubiri watu wakudanganye. Wewe jione mwenyewe. Sawa? Jione mwenyewe na itakusaidia sana. Jambo la 5 na la mwisho. Labda umejionea mwenyewe, sawa? Alafu kweli bwana, kwa sababu wewe kwa hali yako ya kipekee sana, kwa namna ambavyo wewe umeumbwa kitofauti, ni wa kipekee hapa duniani, pesa haijakupa furaha. Yani wewe ndo bahati mbaya yote. Umemana kupata pesa na kweli hauna furaha. Sasa nikuulize. Chagua utalia, sawa? Kulia ni lazima. Lakini unaweza ukalia ukiwa umepanda baiskeli na ukalia ukiwa umepanda gari la kifahari. Utachagua kulia ukiwa wapi hapo? Utachagua kulia ukiwa kwenye baiskeli au kulia ukiwa kwenye gari? Si ndio? Baiskeli najua nakupiga na mvua na kunyesha. Utazidi kuwa frustrated, utazidi kupata hasira. Lakini kwenye gari angalau umetulia, unasema basi hata angalau unalia lakini ni kwenye kiyoyozi, si ndio? Point yangu ni nini? Kwamba hata kama utazipata pesa na kweli ukawa hauna furaha, bado pesa inafanya maisha kuwa bora. Sawa? Si ndio? Kwa maana yangu nasema kwamba ukijaribu kupata pesa na bado usipate furaha, haujafeli. Haujashindwa, kwa sababu bado pesa inafanya maisha yako kuwa bora. Na kwa sababu maisha ni vipindi. Kwa vipindi utakuwa na furaha, kwa vipindi utakuwa na furaha. Ni season, ni misimu. Si ni binadamu. Kila jambo lina msimu wake. Sasa usio kutumia kwamba msimu wa kutokuwa na furaha ukasawa sina pesa na sina furaha basi na pesa sistaki tena. Hapana. Kuna nyakati utakuwa huna furaha, na ikitokea nyakati hizi sasa umezipata kwenye wakati ambapo una fedha na hauna furaha, bado maisha yako yatakuwa ni bora. Sawa?
kuliko uwe una fedha na una furaha. Ndio utapata msongo wa mawazo. Ndio utaona maisha yangu hayana maana, bora nijiue. Utapata mawazo ya ajabu sana. Epuka hiyo. Kataa hiyo kitu. Wewe pata hizo pesa, na hata mazda kupa furaha, bado utayafurahia maisha. Sawa? Bado utayafurahia maisha. Bado maisha yako yatakuwa ni bora. Bado utakuwa na afadhali. Hautakuwa umechoka sana au maisha yako ni magumu sana kiasi kwamba uone yanakosa maana. Rafiki, tumezungumza kuhusu utajiri hapa. Nataka kutoke navyo hapa, elimu ya msingi ya fedha. Hii sasa inagusa fedha. Yapo msingi mmoja tu wa fedha. Fedha sio makaratasi rafiki. Fedha ni zao la thamani. Utapata pesa zaidi, toa thamani zaidi. Imo. Jifunza hiyo dhana tu hapo. Imetosha kuwa. Elimu ya msingi ya uwekezaji. Ukitaka pesa kuzipata zisikusumbue, usione unategemea kufanya kazi ndio uingize pesa. Tabiti utakupa njia ya kuingiza pesa, ufanya kazi moja kwa moja. Usimamizi wa fedha binafsi. Shida yako sio pesa unaipata. Usimamizi mbovu wa hizo pesa ndio unakuhamisha. Hii kisa itaosha jinsi ya kusimamia pesa zako. Tabia za kitajiri. Sasa nyingine unapata pesa au unakosa pesa au tajiri kwa sababu tabia zako mbovu. Kwa tabia za kitajiri bwana, na zinaanzia kwenye fikra. Nguvu ya buku. Pesa ndogo ndogo uliko nayo ndio inayokutosha kabisa kujenga utajiri. Ukianza kusema sasa ujue bwana anavyosema ngajenga utajiri, miela sina kuanzia, unabuku hapo. Unabuku na kuuza unabuku. Hiyo ndio mbegu yako ya utajiri. Sasa kama umeona ukajiuliza kwamba haiwezekani mambo hayo anasema haiwezekani, njoo ungana na mimi. Tunayo jumuiya yetu ya washirika mafanikio, jumuiya bora kabisa kwako ambako unapata mafunzo, unapata ushirikiano na watu wanaofanikiwa, na unapata usimamizi wa karibu kwako kujenga mafanikio, kujenga utajiri na kujenga biashara. Ndani ya jumuiya hii hapa unapata mafunzo ya kina sana, unapata ushauri wa karibu, unapata usimamizi, ukocha ambao utakusaidia wewe kupata kile ambacho unakitaka hasa. Kuingia kwenye programu hii, kupata vitabu hivi na mengine mengi, wasiliana namba 0760647171. Ni 0760647171. Njoo rafiki, njoo tuungane, njoo tushirikiane, njoo ujenge utajiri unaonunua furaha. Sawa? Kwa sababu utajua duka lilipo na utajua misingi sahihi ambao ukifanyia kazi itakuwa matokeo makubwa sana. Asante na uwe na wakati bora.